tunaomba kule pembeni tuache nafasi tupate picha nzuri Tuache nafasi. Twange mkurugenzi mkuu wa TANESCO. Tunaomba hiyo, waziri, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu kama yupo, mwenyekiti wa bodi ya TANESCO kama yupo, mwenyekiti wa bodi ya TANESCO tafadhali, mwenyekiti wa bodi ya TANESCO upande wa pili kule, upande wa pili. Asante. Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata ni kwenda kukata utepe katika jengo hili la mtambo ambalo linaitwa Power House. Naomba watu wengine wote wakae pembeni, tumruhusu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kutembea katika zulia lililoandaliwa. Asante. Kama picha imekaa vizuri, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, tunakuomba uende pamoja na Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mashaka Doto Biteko upande ule wa pili. Asante. Mheshimiwa Rais, nitaomba kwa heshima kubwa aliyoandaliwa aweze kusogeza kifaa maalum kitakachotumika kuweza kukata utepe huu. 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais, huku ndiko umeme unakozalishwa. Tunakuomba kwa heshima na taadhima uweze kutembea kwenye jengo hili ili uweze kujionea namna umeme unavyozalishwa. Nitaomba tuachie nafasi, tuwape nafasi waheshimiwa viongozi, Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi alioambatana nao. Na Mheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, kama mlivyojionea, kiongozi wetu, rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshazindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere kinachotoa megawati kama mnazoziona 2115. Tumeliona zoezi hilo kupitia screen zetu, na sasa hivi Mheshimiwa Rais anachokifanya, anatembea kwenye lile jengo ambalo ndani kule ataweza kuona zile mashine 9 zina namba 1, 2, 3 mpaka 9. Mheshimiwa Rais, tuko ndani ya Power House. Nitaomba
taratibu namna hiyo, namna makofi mengi na vigelegele. Tuangalie upande ule wa kushoto. Asante sana Mheshimiwa Rais Tanzania. Mheshimiwa Rais Tanzania, tumewasha, ndoto yatimia, mpango umetekelezwa. Naomba tupige makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais, niwaombe wakuu wa vyombo na viongozi wengine wote waanze kutangulia mbele kinachofuata. Mheshimiwa Rais, nitakuomba uendelee kubaki. Niwaombe wakuu wa vyombo na viongozi wengine watangulie kuelekea kwenye kituo kinachofuata. Wakati huo nitakuomba Mheshimiwa Rais uangalie zile turbine 9 zinazozalisha umeme kama ambavyo zimeonekana katika video hii. Egypt delegation, please request your pleasure to proceed to the vehicles towards the meeting place. Please, Egypt delegation, please, we request your pleasure to proceed to your cars and proceed to the meeting place, please. Mheshimiwa Rais, kama unavyojionea hii ndio mitambo yetu 9 ambayo kuanzia namba 1 mpaka namba 9 ya kuzalisha umeme. Na Mheshimiwa Rais, juzi tumewasha laini ya Chalinze Dodoma ambapo ni uwekezaji kilomita 517. Ilipowaka tu laini ile tumeona demand katika peak hours ikiwa kubwa, ambapo hapo kabla ya laini ile kuwaka, Mheshimiwa Rais, ili peak demand na megawati 2100 hivi, lakini baada ya kuwasha tu demand ikaenda kwenye 2280 na ndipo ikabidi tuwashe mashine ya 5 hapa. Kwa hiyo kwa sasa zina rani mashine 5, lakini zote 9 ziko tayari. Pale ambapo demand itaongezeka, tuna uwezo wa kuwasha mashine zingine na kuweza kuevacuate umeme mwingi zaidi kutoka katika kituo hiki, Mheshimiwa Rais. Okay. Na maintenance ya hizi turbine kila baada ya muda gani? Whether inarana au hairani? Sasa hivi tuko kwenye kipindi cha uangalizi na mkandarasi, lakini hizo mashine za kielektroniki kwa vitu vingi vinakuonyesha hiki kina default kina nini. Okay, fine. Haya. Asante Mheshimiwa Rais. Tukio linalofuata hivi sasa ni kuelekea katika eneo ambalo utapata kuona view nzima ya
upangwa na Mungu kaletwa Mama Samia aje kuongoza Tanzania. Kina mama Mama Samia anaweza. Masamia chapa kazi, utapata lako fungu, utapata lako fungu. Kama mnavyoona msafara wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan unapita juu ya daraja, maana yake ni kule mbele kama mnavyoona kwenye screen mnaweza kuona, lakini wale ambao wako jukwaa kuu wanaweza kuangalia upande wa kushoto. Kule kunampa nafasi ya kuona na kuangalia bwawa, lakini mitambo kwa upande wa chini. Burudani inaendelea.
Wao waliambatana na Mheshimiwa Rais chini kule kwenye uzinduzi na sasa wametangulia jukwaa kuu. Karibuni sana viongozi wetu. Pamoja nao ni naibu wa waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko. Kazi utapata lako fungu, utapata lako fungu. Rais tuliletea taarifa mwezi wa 5 maji yale yalitaka kuzidi kwa hili linasaidia tunafanya coordination ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya kuweza kuwapa taarifa ili kuweza kuyafikia na kuumiza watu. Asante Mheshimiwa Rais. Kituo kinachofuata ni switchyard, eneo ambalo baada ya umeme kuzalishwa unaingizwa katika eneo la switchyard kama ulivyoelezwa mapema, na kutoka hapo ndipo unasambazwa kuelekea kituo cha Chalinze na kuelekea kwa watumiaji wa mwisho. Ninayo heshima nikualike kuelekea katika kituo kinachofuata switchyard. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Tunakwenda kwa magari.
Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi anawasili hivi sasa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi anawasili hivi sasa. Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, popote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, popote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Msafara wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeshatoka katika kituo cha pili ambapo alipata nafasi ya kuliangalia bwawa kwa muonekano wake mpana, lakini pia upande huu aliona mitambo, na sasa anakwenda eneo lile kama mnavyoona
kuna kibanda kile wanasema switch yard. Pale ataona miundombinu ambayo inapokea umeme kwa mara ya kwanza baada ya kutoka kwenye uzalishaji kwenye mashine. Baada ya kutoka kituo hicho, Mheshimiwa Rais pamoja na mgeni wake Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri wataungana nasi hapa katika eneo la mkutano. Toti msiondoke, tutajiandaa kwa ajili ya mapokezi. Yuko katika kituo cha mwisho. Kiangalia screen mnaweza mkaona. Hiyo ndiyo miundombinu ambayo inapokea umeme kwa mara ya kwanza unapotoka kwenye uzalishaji kwenye mitambo. Wanasema switch yard. DJ Sweet Lady kwa dakika moja hii, karibu. Safari utapoanza kuondoka, Toti watapokea. Sisi ndo wale mliotukata, kasema tufiki mbali, sasa tumejipata. Hey, you're Tron. Ulivyonipiga juju, ulidhani nitabwaya, hukujua nina Mungu. Eti nile jugujugu, mambo yangu yako sawa, nishashiba kukukuku. Chote ni choyo na sijali, ndiyo kina waumiza na Mungu wangu yunagari, cheza nami atawamaliza. Karibu tanunua gari na kuja kwenu, itaneni muambizane mje mjani. Maisha yangu ya ghali kuliko yenu, nina yule mlikataa tusicheze naye. Sisi ndo nani? Sisi ndo wale sisi ndo wale mliotukata, nasema tufiki mbali, ni Mungu sekumani, sasa Toti, tujiandae kwa ajili ya mapokezi. Safara huo unaondoka kituo cha mwisho. Mwenye bendera, mwenye kofia, wakati msafara wa Mheshimiwa Rais unawasili hapa, wote tutainuka, tutapeperusha bendera. Toti, karibuni. Samia Suluhu kanyaga.
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, peperusha bendera. Peperusha bendera wananchi, peperusha bendera. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Umeme wetu oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba sasa tujiandae kwa heshima ya wimbo wa taifa na ule wa Afrika ya Mashariki. Brass band. makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Umeme wetu oye! Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia oye! Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima naomba tukae.
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mustafa Kamal Madbouly, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Hamisi Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Comrade Balozi Dr. Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Deogracius Ndejembi, Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Adesina, Rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Nitambue waheshimiwa viongozi wote mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais, hayawi leo yamekuwa. Taifa letu limeandika historia kwa kuzindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Mheshimiwa Rais, kabla ya kuanza, Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa tupate salamu za Wizara ya Nishati. Nimkaribishe Mheshimiwa Deogracius Ndejembi, Waziri wa Nishati. Karibu sana. Wakati waziri anakuja, makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mustafa Kamal Madbouly, Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, nitambue uwepo wa Dr. Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Zingiro Armand, Waziri wa Miundombinu wa Jamhuri ya Rwanda, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wakiongozwa na Mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba, Naibu Waziri wa Nishati, waheshimiwa mawaziri wastaafu wa Wizara ya Nishati, na Mheshimiwa Rais, namwona Mheshimiwa Mhongo, Mheshimiwa Kalemani na Mheshimiwa Januari Makamba ambao tumejumuika nao siku hii ya leo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ujumbe wa viongozi kutoka serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Dr. Adesina, Rais mstaafu wa AFDB, waheshimiwa mabalozi mnaoziwakilisha nchi zenu hapa Tanzania na wawakilishi wa Tanzania katika nchi nyingine, waheshimiwa wakuu wa mikoa, wenye viti na makamu wenye viti wa kamati za kudumu za Bunge wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini Mheshimiwa Subira Mgalu, wajumbe wa kamati ya Bunge ya kudumu ya nishati na madini, waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wote mliokuwepo hapa siku hii ya leo, Mhandisi Felicius Mimramba, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia umeme na nishati jadidifu, Dr. James Mataragio, Katibu Mkuu Wizara ya Nishati anayeshughulikia mafuta na gesi, Bwana Elvis Thodi, Katibu Mkuu wa Nishati Jamhuri ya Malawi, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wote mliopo, wajumbe wa bodi ya TANESCO wakiongozwa na ndugu Plasdus Mbosa, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TANESCO, Bwana Lazaro Twange, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali, wageni waalikwa na mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na kutuwezesha kukutana katika tukio hili muhimu la kihistoria kwa taifa letu. Kwa namna ya pekee, napenda kukushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda katika ratiba yako kuuzindua mradi huu. Huu ni mradi mkubwa wa kimkakati ambao serikali iliamua kuutekeleza kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wake. Mheshimiwa Rais, napenda pia kukushukuru kwa maelekezo na usimamizi wa serikali yako katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya nishati. Maelekezo hayo yameendelea kutupa mwelekeo
katika kuhakikisha kwamba sekta hii inakuwa msingi imara wa shughuli za uzalishaji na ukuaji wa uchumi wetu. Mheshimiwa Rais, uzinduzi wa mradi wa Julius Nyerere ni matokeo ya juhudi zako mahususi kuhakikisha mradi huu unakamilika. Kituo hiki kina jumla ya mitambo 9 ambapo kila mtambo mmoja una uwezo wa kuzalisha megawati 235 na hivyo kuwa na uwezo wa jumla wa kuzalisha megawati 2115. Uzalishaji huu umeongeza uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme na kukidhi mahitaji ya shughuli za kiuchumi na uwekezaji. Hii inatufanya tuwe daraja la muhimu la kuunganisha soko kubwa la nishati ya umeme barani Afrika, kwani nchi yetu ni mwanachama wa East African Power Pool na Southern Africa Power Pool, ambapo Tanzania inaunganisha mtandao wa umeme kikanda. Mheshimiwa Rais, uwezo wetu wa kuzalisha umeme umefikia megawati 4646 dhidi ya mahitaji ya juu ya gridi ya taifa ya megawati 2271 na hivyo kuwa na ziada ya umeme ya megawati 2375. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako umetuelekeza kuwa nchi yetu lazima sasa ifanye biashara ya kuuza umeme, na tayari tunatekeleza maelekezo yako kwa kutumia ziada ya umeme tulionayo, na tumeshaingia makubaliano na mazungumzo na wenzetu wa Zambia kwa ajili ya kuweza kuwapatia umeme. Aidha, tuna makubaliano na serikali ya Kenya ya kuuziana umeme kulingana na mahitaji ya kila nchi. Vile vile tunaendelea na mazungumzo na nchi nyingine za jirani ili kuuziana umeme pale ambapo inahitajika. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, leo tunapozungumzia kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere, tunazungumzia sio tu kituo cha kuzalisha umeme, bali mfumo mzima wa miundombinu inayohitajika ili umeme huu uzalishwe, usafirishwe, uingizwe kwenye gridi ya taifa na hatimaye kuwafikia watumiaji kwa uhakika. Mheshimiwa Rais, ili kuhakikisha kwamba uwezo huu wa uzalishaji unaendana na uwezo wa kusafirisha umeme, serikali imeendelea kutekeleza miradi ya miundombinu ya usafirishaji inayohusiana na mradi huu moja kwa moja. Tukiwa pale Switchyard, Mheshimiwa Rais, tulikuonyesha line ambazo zinatoka hapa za kilovolti 400 kuelekea Chalinze, na ni majuzi tu Mheshimiwa Rais tumekamilisha mradi wa kilovolti wa msongo wa kilovolti 400 wa kutoka Chalinze kuelekea Dodoma, na hivi sasa umeme unaotoka Julius Nyerere unafika Dodoma kwa uhakika kabisa. Na hii imepelekea Mheshimiwa Rais, ni wiki iliyopita tu kiwango cha juu cha matumizi ya umeme katika nchi yetu ilikuwa ni megawati 2130, lakini mara baada ya kuwasha tu line ile ya Chalinze Dodoma ndio tumefikia sasa kiwango cha juu cha megawati 2280. Hii ni ndani ya siku 3 tu. Tunavyoona Mheshimiwa Rais, kwa sababu kuna mradi mkubwa unaoendelea vile vile wa ujenzi wa line ya kutoka Chalinze kwenda Mkuranga Kinyerezi, na tunatarajia kuanza ujenzi wa line ile muda si mrefu, na line ile itapokamilika Mheshimiwa Rais, tunatarajia kufikia kiwango cha juu cha matumizi ya megawati 2500 katika taifa letu kwenye uzalishaji. Mheshimiwa Rais, hata hivyo tunatambua kwamba kuongeza uwezo wa uzalishaji pekee haitoshi. Lazima tuwe na mtandao wenye uwezo wa kupokea na kusafirisha umeme wote kwenda maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Ninayo furaha Mheshimiwa Rais kukuambia ya kwamba hivi tunavyoongea tuna line ya Taza ya zaidi ya kilomita 617 ambayo inatokea na yenyewe ni ya msongo wa kilovolti 400 ambayo inatokea Iringa, Mbeya, Songwe na kwenda kuingiza mkoa wa Rukwa katika gridi yetu ya taifa, na line hiyo imefikia takriban 98% ya ujenzi wake Mheshimiwa Rais. Lakini sio tu line hiyo ya Taza, tuna line ambayo Mheshimiwa Rais inatoka Songea Tunduru Masasi Maumbika, ambayo itapeleka umeme wa uhakika katika mikoa ya Lindi na Mtwara, ambapo kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya umeme. Na hivi tunavyoongea Mheshimiwa Rais, mkandarasi yupo site na tayari yupo Tunduru, na hivi karibuni ataanza kutoka Tunduru kuelekea Masasi. Sambamba na miradi hiyo, serikali imeendelea pia Mheshimiwa Rais kuwekeza fedha katika kituo kikubwa cha kupokea umeme cha Ibadakuli mkoani Shinyanga, ambapo kituo kile kitabadili line ya msongo wa kilovolti 220 inayotoka Dodoma kuelekea Singida
kwenda Tabora kufika Shinyanga na kuwa laini ya msongo wa kilovolti 400 ambayo itasafirisha umeme mkubwa zaidi. Na ni hivi karibuni vile vile tutaanza ujenzi wa laini ya Tanzania Uganda Interconnector, Mheshimiwa Rais. Na umuhimu wa laini hii ni kwamba itatoa umeme katika kituo chetu cha Ibadakuli na kupeleka katika eneo la uzalishaji la madini katika mikoa ya Geita na kanda ya Ziwa, Mheshimiwa Rais, ambapo wachimbaji wamekuwa na kilio kikubwa cha kuhakikisha tunawapelekea umeme wa uhakika. Tunafanya kazi kwa jirani kabisa na wenzetu wa Wizara ya Madini kuhakikisha kwamba mradi huu unaanza mara moja ili wachimbaji wetu waweze kupata umeme wa uhakika. Mheshimiwa Rais, hata hivyo bado tuna kazi ya kufanya katika eneo la usafirishaji na usambazaji ambako kuna maeneo umeme unakatika hapa na pale kwa sababu ya hali ya miundombinu yake. Tunaendelea kufanyia kazi maeneo hayo kwa miradi mikubwa na mingine ambayo nimeshaitaja, Mheshimiwa Rais, ya usafirishaji, lakini vile vile tunaendelea na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha usambazaji wetu ili mlaji wa mwisho wa umeme aweze kuwa anapata umeme wa uhakika. Leo tunazindua mradi huu na kuwa na ziada kubwa ya uzalishaji wa umeme, lakini hali ya kukatika saa nyingine, Mheshimiwa Rais, hujitokeza kwa sababu ya miundombinu ya usambazaji, uchakavu wa nguzo, uchakavu wa laini, uchakavu wa transformer zilizopo, na tunaendeleza jitihada katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha miundombinu yetu. Mheshimiwa Rais, kukamilika na kuanza kufanya kazi kwa kituo cha Julius Nyerere kunatupa fursa ya kuangalia mbele zaidi. Mahitaji ya umeme nchini yanaendelea kukua sambamba na ukuaji wa uchumi, viwanda, biashara, shughuli za madini, kilimo cha kisasa, usafirishaji na huduma za kijamii. Kwa hivyo, kazi ya wizara haijaishia katika kukamilisha mradi wa Julius Nyerere. Tutaendelea kutekeleza maelekezo yako, Mheshimiwa Rais, na malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ya kufikisha Tanzania kwenye uzalishaji wa megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030 kwa kutumia mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali vya nishati ikiwemo maji, gesi asilia, jua, upepo, joto ardhi, makaa ya mawe na vyanzo vingine vinavyofaa. Ni hivi karibuni tu, Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako tuliwasha mradi wa sola wa megawati 50 kule Kishapu mkoani Shinyanga, lakini vile vile tumesaini mkataba wa kuanza ujenzi wa megawati nyingine 100 kule Kishapu wa umeme jua ili kuongeza katika energy mix yetu. Mheshimiwa Rais, tuna malengo ya kuhakikisha kwamba tunazalisha megawati walau 130 kutokana na joto ardhi. Mheshimiwa Rais, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wote walioshiriki katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huu. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, napenda kukushukuru tena kwa kutoa muda wako adhimu kwa ajili ya shughuli hii ya uzinduzi. Mheshimiwa Rais, asante sana. Asante, makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri. Naomba sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili aweze kutoa salamu zake na baada ya hapo aweze kukukaribisha wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, makofi mengi kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mustafa Kamal Mabul, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Mheshimiwa Hamis Ramadhani, Jaji Mkuu Zanzibar. Mheshimiwa Deo Mwanyika, mwakilishi wa Spika. Mheshimiwa Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu mstaafu. Mheshimiwa Dr. Desina, Rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mheshimiwa Dr. Sharozi Migiro, Katibu Mkuu wa CCM na viongozi wote wa CCM walioko hapa. Waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, viongozi wote mlioko hapa na wengine wote waliotajwa katika itifaki zilizotangulia na ndugu wananchi. Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za Makamu wa Rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii. Naamini uongozi upangwa na Mungu. Mheshimiwa
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla ya kuhutubia tutakuomba ufanye yafuatayo. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tutakuomba kwanza kutoa tuzo kwa marais wastaafu. Baada ya hapo kupokea tuzo kutoka Wizara ya Nishati, lakini pia utapokea zawadi kutoka serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Na kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, tunakuomba uteremke hapa chini. Haya, karibu. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuzo ya kwanza ni ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya kwanza. Tuzo hii inatolewa kwa kutambua maono na fikira zake katika ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme kwenye maporomoko ya mto Rufiji. Mwakilishi Naibu Katibu Mkuu Utumishi. Naibu Katibu Mkuu Utumishi Bi Priska Lwangili, na utumishi ndio wanaosimamia waheshimiwa viongozi wetu wastaafu. Tuzo ya pili ni hayati Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili. Tuzo hii inatolewa kwa kutambua mchango wake katika utekelezaji wa ujenzi wa kituo cha uzalishaji wa umeme cha Julius Nyerere. Mwakilishi tunamwomba kwa heshima na taadhima. Nimekuona mheshimiwa pale. Tuzo inayofuata ni hayati Benjamin William Mkapa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tatu. Tuzo hii inatolewa kwa kutambua mchango wake katika utekelezaji wa ujenzi wa kituo cha uzalishaji wa umeme cha Julius Nyerere. Kwa mara nyingine tena, Naibu Katibu Mkuu yuko pale. Tuzo inayofuata inakwenda kwa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya nne. Tuzo hii inatolewa kwa kutambua mchango wako katika utekelezaji wa ujenzi wa kituo cha uzalishaji wa umeme cha Julius Nyerere. Karibu Mheshimiwa Waziri. Tuzo inayofuata inakwenda kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tano. Tuzo hii inatolewa kwa kutambua uongozi, uthubutu na maamuzi yake katika ujenzi wa kituo cha uzalishaji wa umeme cha Julius Nyerere. Mheshimiwa Jessica Magufuli, mbunge, karibu. Tuzo inayofuata inakwenda kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuzo hii inatolewa kwa kutambua usimamizi madhubuti na uongozi wako katika ukamilishaji wa ujenzi wa kituo cha uzalishaji wa umeme cha Julius Nyerere. Makofi mengi sana. Wakati huo tunaomba waheshimiwa mawaziri wa nishati waliopita. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu mstaafu pia. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu mstaafu
Mheshimiwa Dr. Doto Biteko. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge anakuja hapo ya nishati hii kama atawahi. Anasogea. Picha iendelee. Mheshimiwa Subira Mgalu. Jamani, makofi tena mengi na vigelegele. Mawaziri wa nishati wastaafu tunaye Mheshimiwa January Makamba, Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Mheshimiwa Profesa Mwongo na Mheshimiwa Kalemani, pamoja na mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Mheshimiwa Subira Mgalu. Asante Mheshimiwa Rais, kwa namna kipekee na wewe una zawadi kutoka serikali ya Misri. Zawadi hii inawasilishwa kwako na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Misri, Mheshimiwa Dr. Mustafa Modibuli, Rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Anateremka hapo na kukabidhi zawadi. Hiyo zawadi ni nzito kweli, lakini kwa ufupi ni mchoro ama picha inayoonyesha bwawa iko ndani ya kioo. Makofi mengi sana. Ni picha hiyo kabisa inayoonyesha naam, picha inapigwa ya kumbukumbu. Tayari. Haya, Mheshimiwa Rais, hiyo ndo zawadi yako. Ni bwawa lako hilo kwa fedha zako, na umeme ni wetu wote. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Makamu wa Rais alishamaliza itifaki ya kukaribisha, basi na mimi sina la kuongeza. Naomba ukaribie. Jamani, naomba tusimame kwa heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mustafa Madbouly, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, na ujumbe uliofuatana nao. Tambue uwepo wa viongozi wa staafu wa kitaifa. Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Mheshimiwa Deo Mwanyika, Mwenyekiti wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kinitambua uwepo wa wenye viti wa kamati za Bunge, hasa ile ya nishati na madini, na wabunge wote mlokuweko hapa. Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, ndugu Jingu, mtendaji mkuu wa Mahakama Zanzibar, na wote mliotoka kwenye mhimili huo wa mahakama. Mheshimiwa Deogracius Ndejembi, Waziri wa Nishati, pamoja na waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini vile vile mawaziri wa nishati wastaafu ambao tuko nao hapa, ndugu Muhongo, Kalemani, Januari, lakini pia aliyekuwa naibu waziri mkuu ndugu Doto Biteko. Tunafurahi kuwa nanyi na hongereni kwa kazi kubwa ambayo mmeisimamia. Waheshimiwa mawaziri na wawakilishi kutoka nchi rafiki Rwanda na Malawi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro, uongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, lakini pia uongozi wa Chama cha Mapinduzi mikoa ya Pwani na Morogoro, vile vile viongozi wote wa vyama vya siasa mlioko hapa pamoja nasi.
Ndugu Mululi Maendeka, Katibu Mkuu Ikulu, nayemwakilisha Balozi Dr. Moses Kusiluka na mwakilishi wa Katibu Mkuu Kiongozi wa Zanzibar, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo mkiongozwa na wakuu wa mikoa wa Pwani na Morogoro, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo kiongozwa na mwenyeji Mhandisi Felchesmi Josen Mramba, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati, lakini wote mliopo kutoka serikali zote mbili, Dr. Akinu Muyadeshina, Rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa, wenye viti wa bodi za mashirika yaliyo chini ya Wizara ya Nishati na kwa mahususi leo TANESCO, viongozi na watendaji wa serikali na sekta binafsi mliopo, kamati za ulinzi na usalama mkoa na wilaya, waheshimiwa viongozi wa dini, wakandarasi, wahandisi, mafundi na wafanyakazi wote mliohusika katika mradi huu, vikundi vya sanaa na burudani, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu zangu, shukrani zote ni kwa Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na siha njema iliyotuwezesha kukutana hapa kushuhudia jambo jingine la kihistoria likiandikwa leo nchini kwetu. Nalo ni tukio hili muhimu la uzinduzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Kwa mnasaba huo, nitumie wasaa huu kukupongeza Waziri wa Nishati, uongozi wa wizara na shirika la TANESCO kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Kipekee na kushukuru Mheshimiwa Dr. Mustafa Kamal Madbouly, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, na ujumbe uliofuatana nao kwa kuja kujumuika nasi katika uzinduzi huu. Asanteni na karibuni sana. Ushiriki wenu unaakisi uhusiano wa karibu, urafiki na undugu wa muda mrefu kati ya Tanzania na Misri ambao umeendelea kuimarika kupitia ushirikiano katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Vile vile nashukuru kaka yangu Dr. Akinwumi Adesina kwa kushiriki nasi katika tukio hili la kihistoria. Uwepo wako ni ishara ya kuthamini jitihada zilizofanywa na hatua ambayo Tanzania imefikia katika kuimarisha miundombinu ya nishati kama msingi wa maendeleo ya uchumi wetu. Mafanikio haya ni katika utekelezaji wa lengo la kuwapatia watu 300 wa Afrika nishati safi ya umeme fikapo mwaka 2030 au Mission 300. Kazi ambayo tuliifanya kwa ushirikiano mkubwa kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Dunia. Kwetu Tanzania tunaendelea na utekelezaji wa Mission 300 na tunakwenda kwa kasi sana. Asante sana. Nashukuru pia viongozi wote pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi mliojitokeza kwa wingi kuja kushuhudia uzinduzi wa mradi huu wa kihistoria na alama ya umoja na utaifa wetu. Kwa ujumla, nawapongeza Wizara ya Nishati, Shirika la Umeme, TANESCO, wakandarasi, wahandisi, kamati za wataalamu zilizokuwa zikiundwa muda baada ya muda kuangalia umadhubuti wa mradi, mafundi wetu, washauri, watumishi wa serikali, sekta binafsi na wananchi wote mliohusika katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huu. Asanteni sana. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, kwa kutambua umuhimu wa mradi huu, serikali yetu iliendelea kutekeleza kwa uzito unaostahili hadi kukamilika kwake. Hatukuwa na namna ya kuacha kutekeleza mradi huu kutokana na umuhimu wake mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Hakika ni furaha kubwa kwetu sote kushuhudia kukamilika kwa mradi huu ambao kwa miaka mingi umekuwa sehemu ya mipango na jitihada za taifa letu ili kuhakikisha tunakuwa na nishati ya kutosha na ya uhakika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo na ustawi wa wananchi. Tarehe 22 Disemba mwaka 2022 nilikuja kushuhudia kufungwa kwa njia ya kuchepusha maji ya mto Rufiji na kuanzisha rasmi ujazaji wa maji katika bwawa hili ambalo ujaji wake
ulitarajiwa kuwa ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Kwa neema ya Mungu, bwawa hili lilijaa ndani ya mwaka 1.5 na kuanza majaribio ya uzalishaji umeme. Kwa furaha kubwa leo tumekutana tena katika eneo hili kwa ajili ya ufunguzi wa mradi huu kwa kuwa umekamilika. Nilipowasili hapa leo nilipata fursa ya kuzindua kituo cha kuzalisha umeme na kutembelea mitambo yake pamoja na kutembelea tuta kuu na kituo cha kupokea na kusafirishia umeme kwenda kwenye gridi ya taifa. Hapa niwaambie kwamba kila kitu kimekamilika na kinafanya kazi, hatua ambayo ni fahari kubwa kwa taifa letu. Tunasema ndoto imetimia na mpango umewezekana. Kukamilika kwa mradi huu kunatufundisha jambo muhimu katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati, kwamba uamuzi wa kuanza kutekeleza ni jambo moja, lakini kinachoamua mafanikio ni nidhamu ya ufuatiliaji, uwezo wa kuhimili changamoto na kusimamia malengo tunayojiwekea. Nami nilirithi vyema mambo hayo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, utekelezaji wa mradi huu una historia ndefu. Katika hili nianze kwa kumshukuru Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa maono na fikra zake za kutumia mto Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme wa uhakika na kutosheleza kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na Baba wa Taifa, nawashukuru sana Rais wa awamu ya pili hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, Rais wa awamu ya tatu mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa, na Rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuendeleza na kuenzi maono na fikra hizo za Baba wa Taifa. Ni dhahiri kwamba safari ya mradi huu haikuwa nyepesi. Tulikumbana na upinzani wa ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu na hata katika hatua za utekelezaji wake. Hata hivyo, mwaka 2019 serikali chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli haikutaka kuyumbishwa tena. Iliendelea kuhakikisha fedha zinapatikana, changamoto zinatatuliwa na kazi inaanza. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa ujasiri aliouonesha. Serikali ya awamu ya sita ilisonga mbele, ikasema kazi iendelee hadi kukamilika kwa mradi huu. Shukrani kwa mawaziri wote waliosimamia mradi huu. Profesa Muhongo, ndugu yetu Kalemani, January Makamba ambaye mimi naye tulipokea mradi huu kwa 33% na mpaka anatoka kwa 91%. Lakini vile vile naibu waziri mkuu mstaafu ndugu yetu Doto Biteko mheshimiwa, na sasa Mheshimiwa Deo Ndejembi. Tunawashukuru sana kwa juhudi mlizofanya mpaka mradi huu leo tumekuja kuuzindua. Swala la kuzingatia hapa ni kwamba tunapofanya maamuzi yenye maslahi kwa taifa, hatupaswi kukata tamaa kwa sababu njia ya kufanikisha imekuwa ngumu, bali tunapaswa kuwa na uthubutu na uthabiti wa kuyasimamia maono na maamuzi yetu ili kufikia malengo tuliyojiwekea na manufaa tunayoyatarajia. Kwa kutambua mchango wa marais wote walionitangulia, leo hii tumewapa tunzo kwa mchango wao. Ndugu zangu, mnakumbuka pia tulipokuja kufunga na kuruhusu maji sasa yaingie kwenye bwawa, tulitoa kumbukumbu, tuliweka kumbukumbu. Tulichukua mawe katika eneo ambalo tulianza kujaza maji, na tukasema mawe yale hatutayaona tena maishani mwetu. Labda ili ziwa, mimi sisemi bwawa, labda ili ziwa likauke kabisa kabisa, ndio mawe yale yataonekana. Lakini kwa kuwa mradi huu na umri wa miaka zaidi ya 100, mawe yale hayatashuhudiwa kwa generation 2 au 3
baada ya sisi kuondoka. Kwa hiyo tukachukua mawe yale tukayatoa zawadi kama ukumbusho wa eneo hili, na leo tumekamilisha, tumetoa tuzo kwamba mradi huu sasa umekamilika. Katika safari hii iliyokuwa na mabonde na milima, tulitembea pamoja na wenzetu, na hapa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri chini ya uongozi wa Mheshimiwa Abdel Fattah el-Sisi kwa kushirikiana katika ujenzi wa mradi huu na kutukabidhi kampuni za Arab Contractors na Elsewed Electric kushiriki katika ujenzi wa mradi huu, kazi ambayo wameifanya vyema. Asanteni sana ndugu zetu wa Misri. Hatua hii inaonyesha namna ambavyo nchi za Afrika zikiungana na kushirikiana zinaweza kutekeleza mambo makubwa kwa ustawi wa watu wetu, lakini pia kwa bara lote kwa ujumla. Kwa dhati kabisa natambua na kuwapongeza wahandisi, mafundi, kamati za wataalamu na wafanyakazi wote wa Tanzania ambao walishirikiana na wakandarasi katika kutekeleza mradi huu. Hakika mmefanya kazi ya kizalendo. Hongereni sana na jambo letu limekuwa. Ninapomalizia shukrani zangu, nawiwa kuwashukuru sana wananchi wa maeneo yanayozunguka mradi huu pamoja na viongozi na watendaji wa mikoa ya Pwani na Morogoro kwa ushirikiano mzuri mlioutoa katika kutekeleza mradi huu. Asanteni sana na hongereni sana. Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi, tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele, ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa, ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni ware. Hakuna tena kukatika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika. Na jambo jingine ni kwamba muda baada ya muda tulikuwa tunaibia umeme wa SGR, lakini sasa line ya Dodoma imekamilika, SGR ina umeme wake na haitaingiliwa kwa aina yoyote ile. Njia hiyo ya Dodoma itaendelea kusafirisha umeme unaozalishwa katika bwawa la Mwalimu Nyerere kwenda mikoa ya kanda za nyanda za juu kusini, kanda ya kati, kanda ya ziwa, kanda ya magharibi na kanda ya kaskazini kupitia kituo kile cha Zuzu. Hivyo nikutake Waziri wa Nishati pamoja na TANESCO kuhakikisha miradi hii inakamilika kwa haraka ili umeme ufike katika kanda hizo kwa haraka. Pamoja na uwekezaji mkubwa tunaofanya katika ujenzi wa njia kuu za kusafirishia umeme, serikali imeendelea kupanua wigo wa upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wananchi kote nchini. Hadi sasa vijiji vyote 12318 na takriban 62.4 ya vitongoji vya Tanzania bara
vimefikiwa na umeme. Dhamira yetu ni kuhakikisha nchi yote inapata umeme ifikapo mwaka 2030, na nadhani tutafikisha lengo hili kabla ya 2030. Nawapongeza wakala wa nishati vijijini REA kwa hatua hii nzuri, na niwatake kuongeza kasi ya kusambaza umeme katika maeneo yaliyobaki. Lakini pamoja nao tunawapongeza wadau wa maendeleo, African Development Bank na World Bank, nao pia wanatupa nguvu katika kupeleka umeme kwa haraka vijijini. Tunawapongeza sana. Sasa ndugu zangu, tutakapokamilisha kazi hiyo na tunavyoendelea kuvutia uwekezaji ndani ya Tanzania, mahitaji ya umeme yanaongezeka kuwa makubwa. Umeme tunaosema leo tuna akiba ya kutosha, pengine baada ya miaka 3-4 mbele akiba hii itakuwa haitoshi, na kwa maana hiyo tunaendelea kutafuta au kuzalisha umeme kupitia vyanzo vingine kama jua, upepo, thermal na vyanzo vingine ambavyo vitakuwa vinatosheleza kutupa umeme. Lakini mahitaji haya, kuna kipindi nilisikia minong'ono wakati tunasema bwawa limekamilika. Kuna watu walikuwa wanasema limekamilika lakini ni white elephant. Nilijitembo jeupe limelala halina kazi, kwamba hakuna matumizi kwa sababu hakuna njia kuu za kusafirishia umeme. Sasa ujenzi wa njia kuu ni kama nilivyoeleza, unaendelea kwa kasi kubwa, na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant. Ndugu zangu, ili mradi huu uendelevu kwa miaka mingi ijayo, tuna wajibu wa kutunza, kuhifadhi na kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji vinavyoleta maji kwenye bwawa hili. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Wizara ya Nishati, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi. Nataka nizungumze jambo jingine hapa. Tumeanza kusikia taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu. Kwa Watanzania wenzangu, sote kwa pamoja tushirikiane katika kuilinda miundombinu hii ambayo tumeijenga kwa gharama kubwa. Tusikubali wala tusitoe nafasi miundombinu hii kuharibiwa. Kamati za ulinzi na usalama mikoa na wilaya, shirikianeni na wananchi kwa kuweka mikakati mahsusi ya ulinzi shirikishi ili kulinda miundombinu yetu tunayoijenga kwa gharama kubwa, sio tu hapa lakini kote ambako tunajenga miundombinu ya kitaifa kwa gharama kubwa. Kwa upande mwingine, Wizara ya Nishati na TANESCO na wataalamu wote mnaosimamia kituo hiki kuhakikisha mitambo hii inatunzwa vizuri ili itumike kwa ufanisi na kuleta manufaa yaliyokusudiwa. Wakati napewa muhtasari wa mradi huu, nimeambiwa wataalamu wote wanaoendesha mradi huu ni Watanzania. Ingawa wakandarasi bado wapo, lakini wataalamu wote ni Watanzania. Kwa hiyo Watanzania, huu ni mradi wenu, tunzeni kidumu. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu,
Napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, niseme kwamba mradi huu umethibitisha uwezo wetu Tanzania, hivyo uwe chachu ya kusukuma miradi mingine ya kimkakati ili tuweze kujenga taifa thabiti na linalojitegemea. Na hapa naomba nisisitize jambo moja ambalo kila ninapopata fursa ya kuongea na wananchi huwa nalisema, nalo ni amani, utulivu na usalama wa taifa letu. Tunu hizi hazipaswi kutelekezwa au kutekelezwa na vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, bali ni wajibu wetu sote. Niwaombeni sana ndugu zangu, tuendelee kuzilinda tunu hizi kwa kuwa ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa letu. Bila ya amani, utulivu na usalama ndani ya nchi yetu, tunayoyaona na kuyafurahia hayatakuwepo. Mwisho kabisa ni shukurani. Nashukuru Wizara ya Nishati na taasisi zote, lakini vile vile nashukuru sana Jamhuri ya Kiarabu ya Watu wa Misri kwa zawadi mlizonipatia. Zawadi hizi si zangu, ni Watanzania wote, ni za Watanzania wote, kwamba tumethubutu na tumeweza, na sote tunapaswa kujipongeza, na zawadi zile ni za watu wote. Kwa maana hiyo, kwa sababu ni zawadi za watu wote, zinakwenda kukaa makumbusho ya taifa, wala hazitakaa kwenye makumbusho ya Samia, zinakwenda kwenye makumbusho ya taifa. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo furaha kutamka kuwa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere kimezinduliwa rasmi leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Namuomba Mungu aubariki urafiki wetu baina ya Tanzania na Egypt au nchi ya Misri. Mungu aubariki mradi wetu. Mungu atubariki wananchi wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.